Kuanzisha biashara. Ungependa kuanza biashara ya nguo kwa mtaji wa kuanzia 50,000 hadi 200,000. Halafu ukawa unapata faida mara 2 ya mtaji wako wa kila mwezi? Kaa karibu, ninakuonyesha hatua kwa hatua jinsi ya kuanza biashara ya nguo ya mtaji mdogo, lakini faida yake ni kubwa sana. Karibu kwenye How to Start Business Channel. Hapa tunafundisha namna ya kuanza biashara kwa vijana ambao wamemaliza chuo lakini hawana ajira. Leo tunaongelea biashara ya nguo, hasa kwa wewe ambaye una mtaji mdogo lakini unatamani kuanza leo na si kesho. Kwanza inabidi tujiulize, kwa nini biashara ya nguo? Faida za biashara ya nguo ni kama ifuatavyo. Moja ni kuwa watu wanahitaji nguo kila siku, upande wa shule, kazi, matukio na hata ibada. Pili, biashara ya nguo, mzunguko wake wa fedha ni wa haraka sana. Unaweza kuuza kila wiki au kila siku. Faida ya tatu ni kuwa unaweza kuanza bila ya kuwa na duka na ukauza online au mtaa kwa mtaa. Sasa ngoja nikupe mfano wa faida ya biashara ya nguo. Kwa mfano, ukiuza t-shirt kwa shilingi 8,000 ambayo umenunua kwa shilingi 4,000, hapo tayari faida ni shilingi 4,000 kwa kipande kimoja tu cha t-shirt. Sasa hebu tuangalie aina 3 za biashara ya nguo za mtaji mdogo. Aina ya kwanza ni nguo ya mtumba. Kuhusu mtaji wa nguo za mtumba, unaweza ukaanza 50,000 mpaka 1,500,000. Kuhusu mahali utakapopata hiyo mitumba, ni soko la jumla la mitumba. Kwa mfano hapa Dar es Salaam ni maeneo ya Kariakoo, na kwa kule mikoani ni masoko makubwa ya mitumba yaliyoko huko mikoani. Kuhusu manunuzi, unaweza kununua bale ambayo ni ndogo kwa kuwa mtaji wako ni mdogo, au chagua nguo moja moja. Hiyo pia unaweza ukafanya biashara ya mtumba. Sasa hebu tuangalie bei na faida ya hiyo biashara ya mitumba. Unanunua nguo moja kwa shilingi kati ya 1,000 mpaka 2,000. Kisha unauza kati ya shilingi 4,000 mpaka 6,000. Sasa kwa hali hiyo inawezekana kabisa kupata faida kati ya 100% hadi 200%. Kuhusu wateja wa biashara ya mitumba, hapa kuna wanafunzi, kuna vijana wa mitaani, kuna wafanyabiashara ndogo ndogo, lakini hata mafundi na kadhalika. Aina ya pili ya biashara ya nguo ni kuuza nguo mpya kwa oda, na hii unafanya online. Kuhusu mtaji wa hii biashara ni kati ya shilingi 100,000 hadi 200,000. Sasa hebu tuangalie mfumo wa hii biashara. Jambo la kwanza ni kupata picha kutoka kwa wasambazaji, yaani wale wholesalers. Unaposti kwenye WhatsApp status yako au WhatsApp application business, Instagram na hata kwenye Facebook. Sasa mteja akiagiza nguo, ndipo unakwenda kununua na kumletea. Hapa sasa hakuna mambo ya stock kubwa ambayo inakuwa imekaa tu. Kuhusu swala la faida inaweza ikawa kati ya 30% hadi 60% kwa kila nguo, na hupotezi pesa kwenye mambo ya stoku isiyotoka kirahisi kama ilivyo kwenye biashara nyingine za nguo. Aina ya 3 ya biashara ya nguo ni nguo za kikundi maalum. Kwa watu wanaofanya mambo ya marketing wanaita niche.
Mfano wa hii biashara ni pamoja na baby clothes, yaani zile nguo za watoto, sare za shule, mavazi ya harusi, kitenge, hata kanga. Sasa hebu tuangalie masuala ya mtaji. Mtaji unaweza ukaanza na shilingi 1,500,000 hadi 300,000 ukafanya hii biashara. Sasa hebu tuangalie masuala ya faida utakayopata kutokana na hii biashara. Kundi moja linaweza kukuletea oda kubwa, kwa mfano darasa zima au kikundi cha harusi. Kwa hiyo hapo biashara inakuwa ni nzuri. Sasa hebu twende hatua kwa hatua kuangalia jinsi ya kuanzisha biashara ya nguo. Hatua ya kwanza ni uchaguzi wa aina ya nguo za kuuzia wateja, yaani niche. Sasa hapa inabidi uchague kama ni mtumba, nguo mpya kwa oda au niche maalum kama nilivyoeleza hapo awali. Kinachofuata ni kuangalia mazingira yako. Je, uko karibu ya vyuo au karibu na vyuo? Basi zingatia mavazi ya vijana. Je, uko karibu na shule? Basi zingatia sare na viatu vya wanafunzi. Hatua ya pili ni kutafuta muuzaji wa jumla mwenye bei nzuri. Sasa hapo utakachofanya ni kutembelea masoko makubwa au wauzaji wanaotuma mzigo mikoani. Na pia utalenga kupata discounti kwa kuchukua idadi fulani au idadi kubwa ya nguo. Hatua ya tatu ni ya kupanga bei zako. Andika gharama zote, yaani pamoja na bei ya kununulia, nauli, na bei ya kifurushi na hata muda. Kisha ongeza faida ya angalau 30% hadi 50% kwa nguo mpya. 100% kwa baadhi ya mitumba bora pia unaweza kuongeza hapo. Hatua ya 4 ni kuanza sasa hiyo biashara. Sasa tunaelezea jinsi ya kuanza. Unaweza ukaanza kwa kuuza online. Sasa hapa unafungua WhatsApp application business na unaweka catalog na pia unatumia status kila siku. Pia tumia makundi ya WhatsApp, lakini sasa epuka na makundi ambayo ni fake au spam. Njia nyingine ni ambayo tunaita offline, yaani kinyume cha online. Sasa hapa unatembea ofisini, kwenye vyuo, kwenye masaluni, kwenye mabucha, walipo mafundi na unapeleka sample ya nguo zako. Sasa tumia mabango madogo au hata fulana yenye jina la biashara yako. Yaani sasa hapo unatangaza brand. Hatua ya 5 ambayo ni ya muhimu ni jinsi ya kuongeza faida ya biashara yako. Sasa hapa unachofanya ni kama ifuatavyo. Sasa kwanza unatoa ofa kwa wateja wako. Mfano unasema, nunua nguo 3 upate 1 kwa nusu bei. Nyingine unachukua namba za wateja wote. Unatengeneza grupu lako la nguo mpya leo. Hiyo nayo ni approach nyingine. Na ya 3 unapiga picha nzuri kwa kutumia mwanga mzuri tu na mtu mwenyewe ukiwa umependeza kabisa, ukiwa umevaa hizo baadhi ya nguo, na hapo ndio ni kama unafanya marketing, yaani unatangaza biashara yako. Sasa hebu tuangalie makosa ya kuepuka wakati unafanya biashara ya nguo. Kosa la kwanza ni kuchukua stoku bila kujua nani ni mteja wako. Hilo ni kosa ambalo inabidi uliepuke. Kosa la pili ni kutopima bei za washindani kabla ya kuweka bei zako. Hilo ni kosa. Kosa la tatu ni kutotunza kumbukumbu za mauzo na faida ya biashara yako ya mitumba au ya nguo kwa ujumla. Na kosa la 4 na la mwisho ni kuuza bila sera wazi ya marejesho au returns. Weka masharti mapema kwa wateja wako. Hizo nilizokueleza ndio hatua za muhimu ambazo inabidi uchukue au upitie ili uweze kuwa na biashara ya nguo yenye mafanikio.
Sasa labda kabla sijamaliza hii video, na kuna mambo nataka kukukumbusha. Kwanza ni kuwa hata kama una 50,000 za mtaji, unaweza kuanza na mtumba na kutafuta faida hatua kwa hatua. Kuhusu nguo mpya, chagua aina moja ya nguo. Tafuta muuzaji wiki hii, anza na kuuza kwa kupitia kwenye WhatsApp pamoja na marafiki zako ambao unaowafahamu. Ikiwa umejifunza kitu kwenye video hii, like hii video na pia share kwa kijana mwenzako, na usisahau kusubscribe. Andika kwenye comments una mtaji kiasi gani, ili video ijayo nikupangie biashara ya nguo kulingana na mtaji ambao unao. Kuanzisha biashara.